Kuna pesa ambazo ukizipata, watu watasema umebahatika, lakini kuna pesa nyingine, ukizishika tu, bahati yako inaanza kugeuka kuwa laana. Kingboy, dereva wa bodaboda aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida, hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angeokota begi lililojaa dola nusu milioni. Kilichomvutia mwanzoni hakikuwa pesa pekee, bali swali moja lililokuwa limeandikwa kwenye karatasi iliyokuwa ndani ya lile begi. Ukiitumia pesa hii, uko tayari kumlipa nani? Aise, Kingboy hakujua maana yake siku hiyo. Alifikiri alikuwa amepata utajiri wa ghafla, lakini baada ya kutumia dola ya kwanza, mke wake alipata ajali. Baada ya kutumia ya pili, mwanaye akaanza kuugua ugonjwa ambao madaktari walishindwa kuuelewa. Na alipogundua ukweli kuhusu waliokuwa wamiliki wa lile begi, Kingboy alitambua kwamba pesa hizo hazikuwa zimepotea, zilikuwa zinasubiri mtu wa kulipia gharama yake. Ilikuwa majira ya saa 6 mchana, jua likiwa kali huku barabara ya vumbi ikiwa imejaa watu waliokuwa wakielekea sokoni. Kingboy alikuwa akiendesha bodaboda yake taratibu kuelekea upande wa kijiji cha Mbuyuni. Ghafla, alipita karibu na vichaka vilivyokuwa kando ya barabara na kuona kitu cheusi kikiwa kimejificha kwenye majani. Mwanzoni, alidhani ni mfuko wa kawaida uliotupwa na mtu. Alipunguza mwendo, akasimamisha bodaboda yake na kushuka. Aise, moyo wake ulianza kwenda mbio alipolikaribia lile begi. Lilikuwa zito kuliko alivyotarajia, na lilikuwa limefungwa vizuri kwa zipu. Kingboy alitazama kushoto na kulia, lakini hakukuwa na mtu aliyekuwa akilitafuta. Baada ya kusita kwa muda, akaliweka kwenye bodaboda yake na kuondoka nalo. Alipofika nyumbani, mke wake Rehema alikuwa akipika jikoni huku mtoto wao Baraka akicheza nje. Kingboy aliingia ndani akiwa na wasiwasi na kulifunga mlango. Akaliweka begi chini ya kitanda, kisha akakaa pembeni huku akipumua kwa nguvu. "Umeleta nini?" Rehema aliuliza, lakini yeye akajibu kwa sauti ya chini, "Hakuna kitu, ni mzigo wa mtu." Hapo ndipo kosa la kwanza lilipoanzia. Kingboy alijua kabisa kwamba begi lile halikuwa lake, lakini tamaa ilianza kumshawishi kwamba labda Mungu alikuwa amemfungulia mlango wa maisha mapya. La hasha, hakujua kwamba baadhi ya milango ikifunguka, si lazima upande wa pili kuwe na baraka. Baada ya Rehema kuondoka kwenda sokoni, Kingboy alifungua begi kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka. Aliona bahasha nyingi zilizokuwa zimejaa noti za dola. Akazitoa moja baada ya nyingine, macho yake yakaanza kutanuka. Kulikuwa na kiasi kikubwa sana cha fedha kiasi kwamba hakuwahi hata kuota kuwa angeweza kukishika. Chini kabisa ya begi kulikuwa na karatasi iliyokunjwa. Aliifungua taratibu na kusoma maneno machache yaliyokuwa yameandikwa kwa mkono. "Pesa hii si ya mwenye kuipata. Pesa hii ina mwenyewe." Kingboy alicheka kwa dharau, akifikiri labda aliyekuwa ameandika alikuwa anajaribu kumtisha mtu. Lakini alipogeuza karatasi ile, akaona majina matatu: Mbaruk, Salim na Rashid. Chini ya majina hayo kulikuwa na tarehe ya siku iliyopita. Kingboy hakuelewa maana yayo yalikuwa na maana gani. Alifunga begi na kulisogeza zaidi chini ya kitanda. Siku hiyo yote alifanya kazi kama kawaida, lakini mawazo yake yalikuwa kwenye zile dola. Alianza kufikiria nyumba mpya, biashara kubwa na maisha ambayo familia yake ingeishi bila shida. Labda hii ndiyo bahati yangu, alinong'onea mwenyewe. Mungu wangu, wakati mwingine mtu anapopewa kitu asichostahili, akili yake inaanza kutengeneza sababu za kukifanya kionekana sahihi. Kingboy hakujua kwamba baadhi ya milango ikifunguka, si lazima upande wa pili kuwe na baraka. Kesho yake asubuhi, Kingboy aliamua kuendelea na kazi yake ya bodaboda kama kwamba hakuna kilichotokea. Alipopita eneo la soko, alikutana na rafiki yake Musa aliyekuwa akilalamika kuhusu deni la nyumba. Kingboy alitaka kumsaidia, lakini akajizuia. Alikumbuka karatasi ile na kwa mara ya kwanza akaanza kujiuliza kama kweli pesa hizo zilikuwa na madhara. Mchana ulipofika, tamaa ilimshinda. Alitoa dola moja kutoka kwenye begi na kuiweka mfukoni. Hakujua ataitumia kwa nini, lakini alitaka tu kujaribu kama kweli kuna jambo lingetokea. Aliporudi nyumbani, Rehema alimwambia kwamba alihitaji fedha za kununua dawa na chakula. Kingboy akatoa ile dola na kumpa. Rehema alishangaa kuona fedha nyingi kiasi hicho. "Umeipata wapi?" aliuliza.
Kingboy akamwambia alikuwa amepata kazi nzuri siku hiyo, jambo ambalo halikuwa kweli. Rehema hakusisitiza sana, lakini macho yake yalionyesha kwamba hakuridhika. Wakati huo huo, mbali na hapo, gari moja lilikuwa likipita kwa kasi kuelekea nyumbani kwao. Aise, hapa ndipo dola ya kwanza ilipoanza safari yake. Kingboy hakujua kwamba uongo mdogo aliyomwambia mke wake ungekuwa mwanzo wa maumivu makubwa zaidi. Pesa haikupiga kelele, haikutoa ishara yoyote, ilikaa kimya tu, ikisubiri muda wake. Siku hiyo alasiri, Kingboy aliamua kutafuta sehemu salama zaidi ya kulificha begi. Alitengeneza nafasi ndogo chini ya sakafu ya chumba na kulifunga kwa mbao. Alipoanza kulisogeza, aligundua kwamba kulikuwa na bahasha nyingine ndogo iliyokuwa imefichwa pembeni. Ndani yake kulikuwa na picha ya wanaume watatu waliokuwa wamesimama mbele ya nyumba kubwa. Nyuma ya picha kulikuwa na maneno yaliyosema, "Fedha hizi ziliingia kwa damu." Kingboy alihisi baridi ikipita mwilini. Alitaka kuitupa picha hiyo, lakini akajikuta akiitazama tena. Mmoja wa wale wanaume alionekana kuwa mzee, mwingine alikuwa na kavu usoni, na watatu walikuwa kijana mwenye macho makali. Majina yao yalikuwa yale yale aliyoyaona kwenye karatasi. Ni watu gani hawa? Alijiuliza. Kabla hajapata jibu, Baraka aliingia chumbani na kumkuta akiwa ameshikilia picha. "Baba, hao ni kina nani?" mtoto huyo aliuliza. Kingboy akaficha picha haraka na kumwambia ni watu waliokutana nao kazini. Baraka aliondoka, lakini Kingboy alibaki kimya akiwa na hofu ambayo hakutaka kuikubali. La hasha, hakuwa tena na begi tu. Sasa alikuwa na siri, picha na majina ya watu waliokufa au waliokuwa wakimtafuta. Lakini bado tamaa ilimfanya aamini kwamba anaweza kuidhibiti hali hiyo. Kesho yake asubuhi, Kingboy alipokea simu kutoka kwa mtu asiyejulikana. Mwanaume aliyekuwa upande wa pili hakujitambulisha. Alisema tu, "Umeona begi?" Kingboy alinyamaza. Mwanaume huyo akaendelea, "Usitumie hata dola." Kingboy akakata simu kwa hofu na kuangalia begi lililokuwa limefichwa. Dakika chache baadaye, simu yake ikaita tena. Safari hii hakupokea. Simu ikaendelea kuita hadi ikakatika. Rehema alimuuliza kwa nini alikuwa amebadilika ghafla, lakini Kingboy hakumwambia chochote. Moyoni alianza kufikiria kurudisha begi lile, lakini akakumbuka nyumba ambayo alikuwa ameiota. Aliposimama mbele ya kioo, alijitazama na kusema, "Nitaitumia kidogo tu." Hakujua kwamba sentensi hiyo ndiyo ingekuwa mwanzo wa mfululizo wa majanga. Mchana ule, Kingboy alichukua dola nyingine mfukoni. Alikuwa tayari kuitumia kwa jambo kubwa zaidi. Na hapo ndipo bahati ilipoanza kubadilika kuwa bei. Kingboy alikuwa bado ana nafasi ya kurudisha kila kitu bila madhara makubwa, lakini tamaa ilipokuwa kubwa kuliko hofu, alichagua pesa. Kingboy aliamua kutumia sehemu ya pesa hizo kununua pikipiki mpya kwa ajili ya kuongeza biashara yake. Hakutaka tena kukaa kwenye bodaboda yake ya zamani iliyokuwa ikimsumbua kila siku. Alipata pikipiki nzuri kutoka kwa mfanyabiashara mmoja mjini na kuilipa kwa fedha aliyotoa kwenye begi. Aliporudi nyumbani, alijisikia kama mtu ambaye maisha yake yameanza upya. Rehema alifurahi alipoiona pikipiki hiyo, lakini furaha yake haikudumu. "Umeipata wapi?" aliuliza. Kingboy akamwambia alikuwa amekopa kwa rafiki yake na angeilipa baadaye. Rehema hakujibu, lakini moyoni alijua kuna kitu Kingboy alikuwa akificha. Hata hivyo, hakutaka kuanza ugomvi mbele ya mtoto wao. Mchana huo, Rehema aliamua kwenda sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Baraka alitaka kwenda naye, lakini Rehema akamwambia abaki na baba yake. Alipanda kwenye bajaji na kuondoka. Kingboy aliendelea na kazi zake bila kujua kwamba dakika chache baadaye, simu yake ingepokea habari ambayo ingebadilisha kila kitu. Mungu wangu! Kingboy alikuwa ameitumia pesa ile kwa mara ya kwanza kwa kitu kikubwa. Na kama karatasi ile ilivyosema, pesa hiyo ilihitaji malipo. Tatizo lilikuwa kwamba malipo hayakumfuata yeye, yalimfuata mtu aliyekuwa karibu zaidi na moyo wake. Simu yake ilipoita, alikuwa akimpeleka abiria eneo la Mwembe Chai. Mtu aliyepiga simu alikuwa na sauti iliyotikiswa na hofu. "Kingboy, usishtuke, lakini Rehema amepata ajali." Kingboy alisimamisha pikipiki ghafla. "Ajali gani?" aliuliza kwa sauti kubwa. Mtu huyo akamjibu, "Bajaji aliyokuwa amepanda imegongwa."
Kingeboy alikimbia kuelekea hospitali huku mikono yake ikitetemeka. Alipofika, alimkuta Rehema amelazwa na majeraha makubwa mguuni na kichwani. Daktari alimwambia alikuwa na bahati kwa sababu alikuwa bado hai. Kingeboy alikaa pembeni ya kitanda huku machozi yakimlengalenga. Alipoangalia simu yake, aliona ile dola aliyokuwa ameitumia ilikuwa bado mfukoni mwa Rehema kama chenji. Aliitoa na kuiangalia kwa muda mrefu. Alikumbuka maneno yaliyokuwa kwenye karatasi. Ukiitumia pesa hii, uko tayari kumlipa nani? Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Hakumwambia mtu chochote, lakini kwa mara ya kwanza, hofu ilianza kumshinda tamaa. Aisee, sasa Kingeboy alianza kuona uhusiano ambao hapo awali alikataa kuuona, lakini bado hajajua ukubwa wa jambo alilokuwa ameingia. Ajali ya Rehema ilikuwa onyo, lakini kulikuwa na janga kubwa zaidi lililokuwa linakuja. Baada ya siku kadhaa, Rehema alianza kupona. Kingeboy aliapa kutogusa tena pesa zile. Alirudi nyumbani na kulifungua lile begi kwa nia ya kulichukua na kwenda kulirudisha. Lakini alipoona kiasi kikubwa cha fedha kilichobaki, tamaa ilimrudia tena. Alijiambia kwamba huenda ajali ya Rehema ilikuwa bahati mbaya tu. Alitoa dola nyingine na kuitumia kununua dawa, chakula na vifaa vya nyumbani. Wakati huo alijisikia mwenye furaha kwa sababu alikuwa akitumia pesa hizo kumsaidia familia yake. Hii haiwezi kuwa mbaya, alisema. Ninaitumia kwa ajili ya watu ninaowapenda. Lakini hakujua kwamba pesa ile haikujali sababu iliyomfanya aitumie. Wiki moja baadaye, Rehema alianza kulalamika kwamba mguu wake uliokuwa umeumia ulikuwa unauma tena. Kingeboy alimpeleka hospitalini, lakini vipimo havikuonyesha tatizo kubwa. Daktari alimshauri apumzike. Kingeboy alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa. Usiku huo, hata akiwa macho, alisikia kama mtu akitembea nje ya nyumba yake. La hasha! Kingeboy alikuwa ameanza kuishi maisha ya hofu. Kila tukio lilianza kuonekana kama ishara, lakini bado hakujua kwamba pesa zile zilikuwa na historia ndefu kuliko alivyodhani. Siku iliyofuata, mwanamume mmoja mwenye umri wa karibu miaka 60 alifika nyumbani kwake. Alijitambulisha kama Mzee Hamisi. Alimwangalia Kingeboy kwa muda mrefu kabla ya kuuliza, "Umeokota kitu?" Kingeboy akakanaa. Mzee Hamisi akatabasamu kwa huzuni na kusema, "Ukidanganya, utamzika mtu." Kingeboy alishtuka. "Unazungumza nini?" Mzee Hamisi akamwambia, watu watatu waliokuwa na pesa hizo waliacha nyuma yao maafa mengi. Lakini kabla hajaeleza zaidi, simu yake iliita. Alipokea, akasema maneno machache, kisha akaondoka haraka. Kingeboy alibaki akijiuliza kwa nini mtu huyo alikuwa akijua kuhusu begi. Jioni hiyo, Kingeboy alirudi kwenye chumba chake na kulifungua begi. Aligundua kwamba bahasi moja ilikuwa imepotea. Alihesabu fedha mara mbili, lakini kweli kiasi kilikuwa kimepungua. Hakuna mtu mwingine aliyekuwa akijua mahali alipolificha. Alianza kuingiwa na hofu. Mungu wangu! Sasa siri ilikuwa imeanza kumfuata Kingeboy moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Alifikiri pesa zinamlinda, kumbe pesa hizo ndizo zilikuwa zinamurika kwenye hatari. Alimwambia Rehema kwamba walipaswa kuhama kwa muda. Rehema alishangaa, lakini hakubishana naye. Wakati huo, Baraka alianza kulalamika kwamba kichwa chake kilikuwa kinamuuma. Kingeboy alidhani ni uchovu wa kawaida. Akampa maji na kumlaza kitandani. Usiku hakuhusika katika tukio hilo. Ilikuwa bado mchana uliofuata, lakini Baraka aliamka akiwa na homa kali. Kingeboy alimshika kwenye paji la uso na kuhisi joto lisilo la kawaida. Rehema akaanza kulia, akisema, "Kingeboy, mtoto wetu ana nini?" Kingeboy hakujibu. Aliangalia lile begi lililokuwa chini ya kitanda. Kisha akatazama mtoto wake. Kwa mara ya kwanza, aliamini kabisa kwamba kulikuwa na uhusiano kati ya pesa hizo na mateso yaliyokuwa wakipata. Lakini kabla hajafanya chochote, hali ya Baraka ilizidi kuwa mbaya. Hapo sasa Kingeboy hakutena kucheza na bahati. Alikusha ingia kwenye deni ambalo hakulijua. Na wakati mwingine, deni baya zaidi si lile linalodaiwa na benki, bali deni linalodaiwa na maisha ya mtu unayempenda. Kingeboy alimpeleka Baraka hospitalini haraka. Madaktari walifanya vipimo mbalimbali, lakini hawakupata ugonjwa unaoeleweka. Baraka alikuwa na homa, udhaifu na maumivu makubwa ya kichwa.
Rehema alikaa pembeni yake akilia. Kingeboy alihisi dunia nzote imemgeukia. Daktari mmoja alimwambia wampe mtoto muda na dawa za kushusha homa. Kingeboy alitoka nje ya chumba na kukaa kwenye bench. Alitoa ile karatasi aliyokuwa ameipata kwenye begi na kuisoma tena. Maneno yale yalionekana kuwa mazito zaidi mara ya kwanza. Pesa hii si ya mwenye kuipata. Pesa hii ina mwenyewe. Kingeboy alifumba macho. Alikumbuka dola alizotumia kwa pikipiki, dawa, chakula na mahitaji mengine. Kila mara alipotumia pesa, mtu aliyempenda alipatwa na tatizo. Sasa alikuwa tayari kuamini kwamba hakuna jambo la kawaida lililokuwa likitokea. Aise, wakati mwingine ukweli unapokuwa mchungu, akili inajaribu kuupinga. Lakini matukio yalikuwa ni mengi sana kwa Kingeboy kuendelea kusema ni bahati mbaya. Alirudi nyumbani na kulifungua begi. Alianza kuhesabu fedha zote zilizobaki. Kati ya bahasi hizo alikuta picha nyingine. Safari hii ilikuwa picha ya nyumba kubwa iliyoungua sehemu moja. Nyuma yake kulikuwa na maandishi, hapa ndipo kila kitu kilipoanzia. Kingeboy alichukua picha hiyo na kwenda kwa mzee Hamisi. Alimkuta mzee huyo kwenye kibanda chake karibu na soko la Mwebuni. Alipoiona picha, uso wake ulibadilika. Umeipata wapi? Aliuliza kwa sauti ya chini. Kingeboy akamwambia kila kitu kilichotokea. Mzee Hamisi akamwambia kwamba majina ya Mbaruk, Salim na Rashid yalikuwa maarufu miaka mingi iliyopita. Walikuwa wafanyabiashara waliokusanya mali kwa njia za udanganyifu na usaliti. Baada ya mmoja wao kufa, pesa hizo zilipotea. Wengine wawili waliendelea kuzitafuta hadi mwisho wa maisha yao. La hasha! Sasa Kingeboy alianza kudandua kwamba begi lile halikuwa tu mali ya watu waliopoteza pesa. Lilikuwa sehemu ya historia yenye damu, usaliti na watu waliokuwa tayari kufanya chochote ili kuipata tena. Mzee Hamisi akamwambia jambo moja lililomtisha zaidi. Kila mtu aliyewahi kujaribu kutumia pesa hizo alipoteza mtu wa karibu. Kingeboy alihisi miguu yake ikilegea. Na mimi nifanye nini? Akauliza. Mzee Hamisi akamjibu, usizirudishe tu kwa polisi, zirudishwe kwa mwenye haki. Ni nani mwenye haki? Mzee Hamisi akatoa daftari la zamani. Ndani yake kulikuwa na majina ya familia zilizowahi kudhulumiwa na wale wafanyabiashara. Miongoni mwa majina hayo kulikuwa na jina la mwanamke aliyeitwa Amina Mbaruk. Mzee Hamisi akamwambia Amina ndiye aliyekuwa akijua siri ya mwisho ya pesa hizo, lakini alikuwa amehamia kijiji cha mbali miaka mingi iliyopita. Kingeboy alijua kwamba kumtafuta Amina ndiyo njia ya pekee ya kuelewa kila kitu. Wakati huo Baraka bado alikuwa hospitalini akiwa hajapata nafuu. Mungu wangu! Sasa Kingeboy alikuwa na chaguo moja tu: ama aendelee na pesa na kuhatarisha maisha ya familia yake, au akubali kupoteza kila kitu alichodhani ni utajiri ili kuwaokoa.